Hebu tuongelee kitu kimoja. Unajua, ile dhana kwamba ukiwa na mti mkubwa mrefu wa parachichi unaogusa paa la nyumba, hiyo ndiyo sifa. Wengi wanaamini hivyo. Lakini ngoja kwanza. Je, umewahi kujiuliza kama huo urefu ndio unaokuletea faida? Ngoja nikuulize wewe unayenisikiliza. Huo mti mrefu unaoona shambani kwako au kwa jirani, kweli ni ishara ya utajiri? Ni ishara ya mafanikio? Kabla hata hujajibu, hebu tafakari kwa kina. Sawa, sasa naomba nikwambie ukweli. Kwenye kilimo biashara cha kimataifa, kile tunacholenga soko la nje, mti mrefu namna hiyo ni dalili ya umaskini mkubwa. Kwa nini nasema hivi? Ni rahisi, soko la Ulaya halinunui urefu wa mti wako, wala halinunui majani. Linanunua ukubwa na ubora wa tunda lako. Hebu angalia mti wa aina hii. Kama mti wako haupogolewi, yani haufanyiwi pruning, unajua nini kinatokea? Mti unatumia nguvu zake zote na mbolea yako yote kwa kazi moja tu, kurefuka kwenda juu kutafuta jua. Nishati yote inapotea angani badala ya kwenda kwenye matunda. Na matokeo yake ni nini? Kwanza, matunda yanakuwa madogo madogo. Pili, yale machache yanayopatikana kileleni ni shida kuyavuna na mara nyingi yanaanguka na kupasuka. Mwisho wa siku ni hasara tupu moja kwa moja kwenye mfuko wako. Basi siri ya mafanikio iko wapi? Sikiliza. Siri ya kupata faida ya kweli, ile siri ya viwanda vya kijani, ipo kwenye sayansi ya kupogoa, yani pruning na canopy management. Hii ndiyo njia ya kitaalamu ya kufanya mti wako ukuzalishie pesa na sio tu kivuli cha bure. Na namba ya kichawi ni hii hapa. Mti wako kamwe usizidi urefu wa mita 4 hadi 5. Hiyo ndiyo namba ya dhahabu. Ukifanikiwa kudhibiti urefu huu, umeianza safari ya kudhibiti faida yako. Unajua, unapokata yale matawi ya juu, unalazimisha mti uelekeze nguvu zake zote kwenye jambo moja, kutengeneza matunda makubwa, yale mazito yanayotakiwa na soko la kimataifa. Na sio hivyo tu, unaruhusu jua lipenye vizuri hadi chini, na kwa kufanya hivyo, unazuia magonjwa hatari ya fungus yanayopenda unyevunyevu. Sasa, ili haya yote yawezekane, msingi ni kila kitu. Huwezi tu kuchukua mti wowote na kuanza kuutekelezea mbinu hizi za kitaalamu. La hasha. Ili uwekezaji wako ukulipe kweli, ni lazima uanze na miche sahihi. Miche iliyoboreshewa, yani grafted seedlings. Na hapa sasa ndipo suluhisho lako linapoanzia. Miche ya grafted kutoka Kilimo Biashara Afrika au KBA imeandaliwa maalum kabisa kukubali huu usimamizi wa kisasa na kukupa matokeo unayoyatarajia. Na sikiliza hii, kwa sababu tunataka uanze safari yako vizuri. Kuna fursa ya kipekee sana. Badala ya kununua mche mmoja kwa bei ya kawaida ya shilingi 4,000, leo KBA inakupa ofa maalumu ya shilingi 3,000 tu kwa mche. Lakini naomba uzingatie, ofa hii ni kwa watu 99 wa kwanza peke yake. Kuwa na mche bora ni hatua muhimu sana, lakini haitoshi. Unahitaji silaha ya pili, nayo ni maarifa. Unahitaji kujua ni lini hasa na jinsi gani ya kukata miti yako bila kuiua au kuiharibu. Hapa ndipo maarifa yanapomtenganisha mkulima wa kawaida na mwekezaji anayelenga soko la kimataifa. Na mbinu zote hizo za siri, ratiba sahihi na sayansi nzima vimefafanuliwa kwa kina na kwa lugha rahisi kwenye kitabu hiki, Mwongozo wa Kilimo cha Parachichi Tanzania. Hiki kitakuwa kama ramani yako kamili. Hebu fikiria kidogo, thamani halisi ya maarifa yaliyo ndani ya mwongozo huu, maarifa ambayo yanaweza kukuongezea tani nyingi za maparachichi, ni shilingi 500,000. Lakini leo, kwa sababu tunataka kuona wakulima wakipiga hatua, wale wateja 99 wa kwanza watalipia ofa ya shilingi 45,000 tu. Nafasi hizi zinaisha haraka sana. Sasa, tafadhali, usiruhusu fursa hii adimu ikupite. Unaweza kujipatia nakala yako ya kidijitali sasa hivi, muda huu, kwa kufuata hatua 3 rahisi sana. Anza safari yako ya mafanikio leo. Hatua ya kwanza ni rahisi. Fanya malipo ya shilingi 45,000 kwa M-Pesa kwenda namba 0763071007. Jina litatokea Daudi Mwakalinga. Hatua ya pili, tuma ujumbe mfupi wa WhatsApp ukiambatanisha na barua pepe yako, yani email, kwenda kwenye namba hiyo hiyo
0763 071 007. Na hatua ya 3, ndani ya dakika 5 mpaka 10 tu utakuwa umepokea mwongozo wako moja kwa moja kwenye email yako. Na ili usiwe na wasiwasi wowote, tunakupa hakikisho hili: soma kitabu, tekeleza mbinu zake. Kama hutapata mbinu mpya zinazoongeza ukubwa wa matunda yako, tutakurudishia pesa yako yote na wewe ubaki na kitabu. Yaani, hatari yote iko upande wetu. Sasa nataka kusikia kutoka kwako. Hebu tuambiane ukweli hapo kwenye sehemu ya maoni. Umewahi kuogopa kukata matawi ya mti wako ukihisi labda utaumiza au utaua kabisa? Tuandikie uzoefu wako hapo chini, na tafadhali sambaza uchambuzi huu kwa wakulima wengine ili tuokoe wawekezaji wengi zaidi wasipoteze pesa zao. Asante sana.